Yesu aliandika kila kitu kwenye Biblia kiliandika kuhusu Yesu, ujio wake, atazaliwa wapi, atakufanya nini. Lakini wao wakatafsiri kwamba yule Masihi wa Bwana hawezi kuwa mbaya. Umeona, kwa sababu ukisoma vizuri lile Agano la Kale, umeona, katika ujio wa Yesu ukiangalia pale, Yesu aliambiwa atapanda mtoto wa punda. Umeona, na maana moja kwa moja Yesu ni mfupi. Yesu alikataliwa, Yesu ni mbaya, ana sura mbaya. Yaani lakini achana wewe Yesu kwenye movie. Yesu ni ana sura mbaya, imeandikwa Yesu ana sura mbaya. Mimi nakwambia sababu sisi nasoma theology. Hiyo imeandikwa. Sasa kwenye Bible ama kwenye Bible, lakini sasa imeandikwa kwa mifano. Sasa wale watu ambao wateule wa Mungu ndio watapata kufunuliwa na Mungu. Umeona, kupitia malaika, umeona, kupitia watumishi wa Mungu. Yaani malaika tu wanakuongoza, lakini Mungu anaangalia moyo wako. Moyo wako unataka nini? Yesu alikuwa mfupi na ni mbaya. Umeona? Watu wanaweza kupinga, unajua hii. Sio wasomi maandiko. Alafu kuna watu wanaamini kwamba wale tunayemuona kwenye movie ndio Yesu mwenyewe. Sasa pale unadanganywa tu ili uendelee kuamini hivyo hivyo. Ujio wa pili tena umkatae tena. Tena sisi ndo sasa hivi tutakuwa tuna hatari sana tukimkataza hizi Yesu. Kwa akija huyo mfupi tutasema sisi Yesu tunamjua si ana madevu, ana madevu. Kwa sababu tuseme maandiko, umeona? Hata kwenye maandiko imeandikwa kwa mifano. Wewe huwezi kujua mpaka uwe mteule. Sasa kwa nini yule ambaye tunamuona kwenye movie mwenye madevu ndo anabandikwa labda kwenye mapicha nini, kwenye rozari, kwenye nini, na watu wanakuwa wanaomba pale, wanaamini yule ndio Yesu? Kazi ya shetani kwa kudanganya. Yaani shetani pewa ambapo wewe hujui ukweli, ndiye ndo anafurahi, kwa sababu anajua usipojua agano la Mungu tayari wewe unaenda motoni. Kwa zile rozari zile zenye picha ya ule msalaba wa yule Yesu, ina maana watu pale hawafanyi kile Mungu ambacho anataka. Hawafanyi kabisa. Wanavyoomba na kufanyaje kuona ile picha ya Yesu. Unaona makanisa ya Roma yale masanamu yale. Yaani pale tayari ni kosa kubwa sana, kwa sababu hata makanisa haya yalianzishwa kwa akili za watu binafsi. Umeona, mimi nilikuwa Mroma, lakini kwa sababu nimeingia chuo, nimejua naonea huruma sana watu. Umeona? na maswali mengi katika upande huo, kwa sababu hata juzi limetokea hapa jambo la papa mpya pale kuchaguliwa na nini, tukaona kuna alama za sijui za moshi mweusi, moshi mweupe, papa akachaguliwa na nini na vitu kama hivyo. Watu wengi wakawa wanajiuliza hivi vitu vina maana gani? Yaani cheo cha papa ni cheo gani? Wengine wakawa wanasema papa akiteuliwa yeye ndo anauongoza ulimwengu. Hata katika yani ni nchi, anaweza akatoa kauli katika nchi fulani, bwana hakuna hiki na hakifanyiki. Kwa mambo ni mengi. Kwa huyu wewe umesema ulikuwa Mroma. Huyu papa yeye cheo cha papa hasa ni cheo cha namna ipi? Na kazi yake papa ni ipi? Yaani mimi nilikuwa Mroma kwa sababu ndo nilikozaliwa. Umeona? Ndio maana nijiita Mroma kutokana na wazazi wangu walikuwa huko wote wawili. Umeona? Kwa mimi nikajiita Mroma, lakini mengi kuhusu Roma mimi siyajui. Mimi ninachojua ni kuhusu Bible. Kwenye Bible papa ameandikwa kama nani? Na amefanya kazi gani? Mungu anamtambua kama nani kwenye Biblia? Yupo kwanza kwenye Biblia. Papa Yupo. Hajaandikwa, ameandikwa wapi? Yupo, ndio jiulize ametoka wapi. Yaani watu wametumia tu akili zao kuchagua kwa akili zao wenyewe, sio Mungu. Kwa sababu mteule wa Mungu mteule wa Mungu ni muongozo wa Mungu. Unapigaje kula? Yaani wewe kiongozi wa dini afu unapigiwa kula. Wakati hata kwa mifano manabii wa zamani walikuwa wapigii kula, Mungu tu anakutokea, malaika wa Mungu, bwana wewe Gideoni, wewe shujaa. Umeelewa? Wewe Daudi nenda kwenye nyumba ya mtuma nabii Samuel, Mungu anamtuma nabii Samuel, nenda kwenye nyumba ya Yese. Umeelewa? Utakutana na mtu fulani, kuna mfalme nimejitwalia pale. Umeona, nenda hapa utamkuta nabii wangu, utamkuta. Nabii Samuel anaenda pale anataka kumpaka mafuta. Nabii Samuel alitaka kutumia naye akili zake, akataka kumchoa yule mtoto wa kwanza wa Yese. Umeona, anaitwa Ruben, ni Ruben. Akataka kumchoa. Naamini huyu ndo Mungu amenitaka. Mungu akasema hapana. Huyu sio tena, kwa sababu ameangalia ukubwa, akatumia akili zake. Kwa hiyo masuala ya Mungu hataki kutumia akili. Ndio maana pale akasema watoto wengine wako wapi? Daudi ndio alikuwa mtoto wa pili kutoka mwisho. Umeona? Mwingine yule mdogo ameenda kulima na nilia. Kaenda kuchunga ng'ombe.
Mungu akasema waite wote, akasema ndio huyo ambaye mimi namtaka. Baada ya kuja wale wote, Mungu akasema ndio namtaka huyo. Watu wanashangaa, huyu tena mbona mdogo, ana mwili, ana nini? Lakini sababu Mungu anaangalia ndani. Unaweza kujiona mdogo lakini ndani wewe ni mkubwa. Umeona? Na Mungu mpaka angalie ndani, kuna kitu anaangalia moyo. Umeona? Anaangalia imani yako kwake, anaangalia kumwamini kwake. Kwa Mungu anakupa nguvu. Anakupa nguvu. Sasa Mungu hawezi kukupa nguvu wakati anajua wewe roho yako ni mbaya. Umejaa tamaa, atakupaje nguvu Mungu? Ndio maana mfano mimi hapa watu wananidharau. Umeona? Mimi watu wananidharau, lakini mimi ndo najua Mungu ananipenda kiasi gani. Kiasi gani? Ndio maana mimi nimekuwa na vita kubwa sana. Yaani mpaka nifika stage namwambia Mungu, mimi ni bora nife. Lakini sifi. Watu wanataka kuniua, nafanya nini? Nafanikiwa. Umeona? Mungu anaonyesha kila kitu najua. Umeona? Mimi sasa hizi sina rafiki. Hata ndugu wenyewe sina. Hata ndugu sina. Na mimi ndugu yangu ambaye nitasema ndugu yangu ni yule ambaye ni mlokole. Umeona? Sasa mimi kwetu sijaona mlokole hata mmoja. Kwa sababu kuna dada yangu wa kwanza ni mlokole, lakini nilivyosoma Bible nimegundua sio mlokole. Kwa nini? Yule kamtafuta Mungu kwa sababu ya mali. Umeona? Mungu atafuta kwa sababu ya mali hata siku moja. Mungu anatafuta kwa sababu ya kupata asili za mbinguni. Umeelewa? Watu wanatafuta Mungu kwa sababu ya mali. Yaani ukitafuta Mungu kwa sababu ya mali, lazima utakuwa na shetani. Ndio wale wanakuja na Mungu anasema mtaniita Bwana Bwana, nitawakataa. Ndio hao hapo. Wewe unajua kama mtumikia Mungu, lakini unaambiwa Mungu ili ufanye kazi na Mungu lazima ujue neno lake, ujue agano lake. Umeelewa? Sasa usiwe na neno la uongo. Sasa kama wewe unamtafuta Mungu kwa sababu ya mali, na kwenye Biblia ishaandikwa kabisa, ili ufanikiwe kwenda mbinguni lazima uzae matunda. Umeona? Upande mbegu, uzae matunda. Mbegu ni neno la Mungu. Lakini leo mbegu, ukienda makanisa yetu unaambiwa mbegu ni kutoa sadaka, kutoa hela. Sadaka. Sasa mimi ninaposoma hivi nilivyosoma ndo nimejua kumbe tunapigwa. Mbegu ni neno la Mungu. Sema Yesu aliongea kwa mifano ili kujificha dhidi ya adui ambaye ni shetani. Umeona? Kwa mbegu ni neno la Mungu. Kwa maana ukiangalia kuna aina 4 za shamba. Umeona? Yesu alishaongea kuna aina 4 za shamba. Kuna shamba njiani, akwambia nitupa mbegu njiani. Akaja ndege akazidonoa. Yaani wale ambao walipewa neno la Mungu lakini walikuwa waeleweki. Kaja shetani ndio ndege akadonoa. Ya pili ni aina ya miamba. Sema nilipanda mbegu kwenye miamba, lakini ukaja upepo mazao yakaanguka. Kutokana kwa sababu kwenye miamba pale si hamna udongo, kwa hamna mizizi. Mizizi ni kama imani, yani kama ni ule mtu ambaye anamjua Mungu lakini hana imani, hana uhakika. Umeona? Pamoja na mambo yote yaliyoandikwa kwenye agano yale, mambo ambayo yaliandikwa kwenye agano la kale bado akaja kutokea, mtu bado hana imani. Hapo nakufonea na haraka ili ujue mimi nimesoma ujue. Umeona? Ikaja ya pili ya tatu akasema nitoa mbegu kwenye udongo, lakini udongo mzuri, lakini kaja miba ikaizonga. Yaani kuna mtu alitupiwa neno la Mungu, yaani matatizo yale, shida za familia, si nini zikamchanganya kabisa. Umeelewa? Akakata imani. Mimi nikienda chuo, labda nikienda kanisani, sasa itakuwaje? Watoto wangu watakula nini? Umeona? Au biashara imenichanganya. Yule ndo shetani, ndo miiba yenyewe imeizonga ile, ikashindwa kukua. Umeona? Hiyo ni aina ya 3 ya mbegu. Kuna aina ya 4 na ya mwisho ni ya udongo mzuri, ndio ambayo inabidi kila binadamu hawe nayo. Mbegu ya udongo mzuri wenye rutuba. Yesu anakuambia nitupa mbegu. Baada ya kutupa zile mbegu, zikakua, zikamea, zikastawi, zikazaa matunda 160 mpaka 30. Sasa matunda hayo ni waumini, ambao waumini sio kuongoza kanisani hivi. Wao nao wamejaza ndo waumini. Yaani wale watakaojua neno la kweli, watakaojua siri za mbinguni. Wewe una wangapi ambao wamejua siri za mbinguni?
Kwa kila binadamu ukitumia akili utajua kila binadamu ni muinjilisti. Yaani hakuna binadamu ambaye sio muinjilisti. Kwa sababu imelazimishwa kabisa, lazima upande mbegu uzae mazao 100, 60 au 30. Yaani wewe ukifeli sana, hata watu 60 wamjue Mungu wa kweli, wajue neno la kweli. Sasa wewe utafundishaje watu bila nakati wewe ujui? Kwa hiyo umegundua hapa hata wewe unahitaji nini kusoma Bible. Umeona, kwa kila mtu kila binadamu inabidi usome Bible na uijue. Sababu Bible usisome kwa kununua ukasoma utapoteza. Ile imeandikwa kwa mifano. Kila kitu kina mifano. Wewe kama hivyo uko unajua ni mbegu ninanilia. Ni neno la Mungu. Unajua mbegu sadaka. Sadaka. Sasa kuna maana ya mti, kuna maana ya maji. Sasa leo wewe tunaletewa kitambaa cha upako, mafuta ya upako. Wewe unakubali tu hii yote kwa sababu hujui neno la Mungu. Chumvi za upako. Wewe unapelekwa sawa, wale wanakusaidia, vinakusaidia vile. Lakini Mungu sio lengo lako wewe usaidie kwa hivyo. Mungu lengo lako usaidiwe wewe uokolewe, roho yako iende peponi. Sio usaidiwe kupona mguu. Ukasema ndo hiyo ni Mungu ambao nguvu aliwapa. Kuna watumishi fulani hivi walimwambia Mungu, sasa tunaenda kule sisi kuhubiri injili, mbona watu wabishi sana? Mungu akasema nitawapa nguvu. Yaani ili ukitenda miujiza waamini, sio waamini tu, waamini katika miujiza katika Mungu, lakini bado wape neno la kweli. Sema kanisa yetu sisi wanahubiri tu kuhusu pokea baraka, pokea magari, lakini sisi unaambiwa ukisha neno la Mungu hataki kuongeza wala kupunguza. Yaani ukiongea tu kwa hisia zako tu. Mimi wachungaji wengi naonaga wanaongea tu, kijana kuwa baili sio na nini, kijana sio amka mapema, fanya kazi. Bado waanza kuongea ufalme wa mbinguni, wanaongea vitu vya ajabu. Yaani karibia wote mimi kuna wachungaji ambao nikiwasikiliza najua huyu jitu la mbinguni babangu Wajima. Mona, kuna Danieli wa Goba. Mona, kuna Sanbela. Mona, kuna Mwakasege. Mona, wachezaji wengine wote wanajua wewe unaona maarufu, hamna kitu wale. Wamekaa kwa sababu ya hela, na shetani na yeye anafurahi, anazidi kuwapa nguvu wawapoeshe watu waaminishi ili waende pale wasije kwenye neno la kweli. Umeelewa? Wote mwanangu peponi, kwa sababu kitendo cha kutojua agano la Mungu ni kosa kubwa sana, na Mungu hakujui, hakutaki. Kwa sababu wewe huwezi kumuomba Mungu ambaye umjui. Utamjuaje? Lazima ujue Bible. Mbona shida iko hapo? Ndio mimi ndio niletee mafuta na kupiga hata bastola kama nani. Kwa sababu nakwenda wazungu nipoteza tu. Yaani mimi niamini nani fulani sio kaniponya, sio na nini. Unaacha unakusikia neno la Mungu, unaenda kwa nani? Nini kimetokea? Nini kimetokea? Unapoteza watu. Yaani mimi napata hasira katika dunia hii. Yaani mimi Mungu angenipa mamlaka, ningefyeka wote. Mungu yana hizo hasira ulizokuwa nazo. Yaani ningefyeka wote. Sasa mimi na hasira sababu watu wengi wanapotea, na watu wanapotea kwa sababu njaa. Yaani njaa, umaskini, yaani hawajui hivyo vitu. Mungu wote anawaona na anavijua. Unaona? Yaani wanataka tu muujiza. Yaani mtu kafanya madhambi yake, kaaba huko, akiumwa kawe. Wakati angejua neno la Mungu, yaani kwa sababu neno la Mungu, ukijua tu siri ya shetani, ukijua tu shetani anatumia njia hii. Tu aolewi eti hajaolewa. Ukishajua ile siri, ukifundishwa ukajua kumbe Mungu shetani anatumia njia hii ili niende motoni. Ukishajua tu ile, kama uko na magonjwa yanatoka yenyewe. Ushajua. Kanisani ataenda nani? Kila mtu akishajua hivyo. Sasa makanisa kwanza sio haukuwa mpango wa Mungu. Unajua hilo? Makanisa yalitengenezwa kwa akili za watu kufikiria